Sasa ujumbe wetu leo ambao Mungu anatupatia una kichwa kinachosema mbegu ya maisha. Mbegu ya maisha. Hii ni ujumbe ambao una hatima kubwa na manufaa makubwa kwetu, na nitakuwa nikijenga ujumbe huu kwa mfululizo. Kuna vitu vizuri ambavyo Mungu anataka sisi watoto wake tuvipate, na moja ya vitu ambavyo Mungu ataviachilia kwa maisha yetu na kanisa, hiyo ni kanisa ambayo imejaa utukufu, kanisa ambayo imejaa matendo ya Mungu, kanisa ambayo imejaa nguvu ya Mungu, utajiri wa Mungu na mazuri ya Mungu. Kwa hiyo kila wakati Mungu anapoleta ujumbe huwa anataka kutuandaa. Na ndio maana muhimu sana kujua nini maana ya maandalizi. Kwenye ulimwengu wetu maandalizi ni kitu muhimu. Wanaokaribia mitihani, walimu hufanya kazi kubwa sana kuandaa ili wafanye mitihani. Tunapokuwa karibu na mambo ya uchaguzi, wahusika hufanya kazi kubwa sana kutuandaa. Kwa hiyo na mengine mengi, wakulima hufanya kazi nzuri kubwa ya kuandaa. Anapoandaa anajua kuna kitu kinaenda kutokea huko mbele. Kwa hiyo maandalizi ni kitu muhimu kwenye maisha ya mtu yote. Na usipojua kujiandaa ni kama hujawa tayari kwenye zamu inayokuja au kwenye majira yanayokuja. Kwa maandalizi ni muhimu ili uweze kuona utayari wako wa kuyapokea mambo yanayokuja huko mbele, kwa sababu tayari unakuwa umeandaliwa. Sasa mbegu ni kitu chenye siri kubwa. Mbegu ni kitu kilichobeba siri kubwa ambayo imetafsiri ndani ya mbegu vitu vingi. Imebeba vitu ndani ya kile unapokiangalia mbegu hiyo, unaona ni kitu kidogo kimoja, lakini kwa ufahamu wa siri inayofunuliwa na Mungu, ukiangalia mbegu katika jicho tofauti, unaweza kuona kile ambacho wengine hawakioni. Na ukianza kuona kwenye mbegu kitu ambacho wengine hawakioni, utaanza kutenda vitu ambavyo wengine hawavitendi. Utaanza kufanya vitu ambavyo wengine hawavifanya. Tofauti ni uelewa na ufahamu juu ya ile mbegu. Ile mbegu inakufanya ufanye tofauti, kwa sababu unaelewa matunda, unaelewa matokeo, unaelewa mavuno. Kwa unapojua mavuno, unaweza kufanya kitu hicho. Sasa unapoongea mbegu ya maisha yetu yanajengwa katika upandaji. Tunachopanda tutavuna. Tunachopanda tutavuna. Siku moja tutavuna. Wagalatia 6. Naomba tusome tena. Wagalatia 6. Najua mlisoma wakati wa utoaji. Tusome tena Wagalatia 6. Tuanze mstari wa 7 safari hii. Mstari wa 7 na 8. Mstari wa 7 na 8. Mtu mmoja tuseme. Msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa Roho, katika Roho atavuna uzima wa milele. Asante. Tuchukue hiyo kwanza, hiyo mistari. Unaona kwamba usidanganyike. Unachopanda ndicho utakachovuna. Sasa leo nataka ni kae katika kitu cha msingi
nataka tuangalie upendo. Kupanda upendo. Tutaangalia kupanda upendo. Na katika kupanda upendo nitakaza kipengele kimoja zaidi, ingawa nitaongelea vipengele kwa siku labda za mbele kama muda hautanitosha. Sababu vile tumeshafanya vitu vikubwa vizuri vya utoaji, tumechukua muda kama utoaji. Ni sehemu ya ibada, ni sehemu ya huduma nzuri ambayo tuifanya. Kwa hiyo nitaongea katika vipengele vitatu kwa kama itaweza kufanikiwa. Lakini kama sipofanikiwa naongea kimoja. Angalia upendo wa Mungu, kumpenda Mungu. Au sema unachokipenda unakialika, unakiita, unakikaribisha, unakiruhusu kije kwako. Unachokipenda kinasikia kiko salama kuwa kwako au pamoja na wewe. Unachokichukia kinakimbia kutoka kwako, kinaenda mbali na wewe, kwa maana kinasikia hakuna usalama kuwa na wewe au kuwa karibu na wewe. Sasa kwa sababu kuna vitu tunataka vije maishani mwetu, viwe na sisi. Kwa hiyo lazima tujue ni nini inavutia hicho tunachokitaka kije kwetu, ili kikae na sisi, ili tukiite kwa sababu tumekipenda. Biblia inazungumza hapo katika kitabu cha Luka 10:25. Yule mtu aliuliza swali, tusome pia hapo. Kabla sija develop. Jambo la kwanza ni Mungu, ni kumpenda Mungu akichwali, kumpenda Mungu la kwanza. La pili kujipenda wenyewe. La tatu kuwapenda wengine. Hayo ndio mambo matatu. Kumpenda Mungu, kujipenda wenyewe, kuwapenda wengine. Hayo mambo matatu. Lakini naweza nisiamalize yote, ila tuangalau hizo vipengele umeshavishika. Soma sura ile ya 10:25 na kuendelea katika Luka. Na tazama, mwanasheria mmoja alisimama amjaribu akisema, Mwalimu, nifanye nini ili niurithi uzima wa milele? 26. Akamwambia, imeandikwa nini katika Torati? Akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Natosha. Sasa tunataka tudevelop hapo, tujenge kwenye hiyo mstari. Ingawa nitaongelea kipengele kimoja. Hapo tunapoangalia mbegu, ina maana hauwezi kuvuna mahala ambako hujapanda, au utavuna kile ambacho ulipanda. Huwezi kutarajia mvuno au matokeo yaliyo kinyume na aina ya mbegu uliyoipanda. Hapa nimeanza kuongelea siku za nyuma juu ya kuishi maisha marefu, na wale wanaofuatilia kwenye social media ninafanua vitu vingi kwa faida yako. Hata katika kitabu kile cha Zaburi inataja, Zaburi 34:12 na kuendelea, anasema kila apendaye maisha, inaelezea anayependa maisha. Kuna vitu vinaelezwa pale ya kwamba azuie aina ya mbegu, azuie mbegu fulani, achague mbegu ili simpe aishi maisha anayoyataka. Sasa hapa sisi kama nilivyosema, unachokipenda ndicho unakialika. Ukweli kwamba
sisi kumpenda Mungu kwa akili zetu zote, kwa roho yetu yote, kwa nguvu zetu zote, haiwezekani mpaka yeye kwanza awe amepanda mbegu itakayotufanya sisi au itakayomfanya yeye avune kwetu. Mungu hawezi kupokea matunda kutoka kwetu kama hakupanda mbegu itakayompatia matunda ya sisi kumpenda. Kwa hiyo neno ukisoma Biblia inaonyesha kwamba upendo ulikuwa ni ngumu sana kumpenda Mungu. Kisheria ni ngumu sana, mpaka Mungu alipoamua kufanya tendo la mbegu. Na ndio maana kwenye kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari 16, huo ni mstari wa mbegu. Anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu na akamtoa mwanae, akapanda mbegu ya mwanae. Upendo, akapanda mbegu ya upendo. Halafu sisi tukaona upendo ule ni mkubwa sana. Mtu anayekupenda mpaka anafanya kitendo cha kufa kwa ajili ya upendo ule upendo mbele. Na mistari mingi inaongea juu ya upendo huo, ya kwamba Mungu alitupenda. Tazameni pendo la Mungu lilivyo. Mungu alitupenda sisi tulipokuwa tungali wenye dhambi. Mungu alichagua kutupenda kabla sisi hatujaamua kumpenda, sababu tulikuwa tuna mbegu, hawezi kuvuna mahali ya kupanda. Na ukisoma ile waraka wa Yohana inaeleza vizuri sana ya kwamba sio sisi tulioanza kumpenda, ni yeye alianza. Maana yake ndio mbegu. Baada ya kupanda ndio anaanza kueleza anategemea sisi na sisi tumpende. Kwa hiyo maana yeye alipotupenda sisi tukampenda. Upendo ulituvuta tukaenda kwake, tukampokea yeye, tukasikia salama kumilikiwa na yeye. Maisha yetu tukampa yeye, tukampa maisha yetu anayetupenda. Hatakuwa na mashaka, yeye ayatawale apendavyo, afanye apendavyo kwetu. Ndio upendo ambao ukawa juu kuliko vitu vyote, kwamba umpende Mungu kwa moyo wako wote. Yaani usibakishe, yeye ndiye awe nambari 1. Umpende Mungu kwa moyo wako wote, si tu kwa moyo, kwa akili zako zote, si kwa akili, kwa nguvu zako zote. Kila kitu chako kiwe tayari kumilikiwa na Mungu, ndio kujisalimisha kwake. Upendo umetupeleka kwa Mungu. Upendo umetuvuta ukatupeleka kwa Mungu. Alipanda akatupata sisi. Kila apandacho ndicho atapata. Alitupenda na sisi tukampenda, tukampokea, tukaachilia maisha yetu kwake. Hii ni siri kubwa sana. Sasa hapo nisikae sana. Tayari tukishafanya hivyo, sisi tunaambukizwa kitu ambacho tunapandiwa ndani yetu. Sisi tunaanza kumpenda. Tukimpenda yeye, naye tunamvutia, tunavuta, anakuja kwetu. Mungu anavutwa na kurudisha upendo. Tunaporudisha upendo,
mwanzoni hakutegemea tumpende, hatakuwa na cha kurudisha, lakini ameshapanda mbegu ya kutaka sisi turudishe kitu, na tunarudisha upendo. Sasa tunapompenda, angalia sasa, tunapompenda sasa, yeye anakuja kwetu. Ndio Biblia inasema katika Yohana sura ya 14 mstari wa 21 hadi 23. Soma hapo 21 hadi 23. Yeye aliye na amri zangu na kuzishika, endelea tu. yeye ndiye anipendaye. Yeye aliye na amri zangu na kuzishika, huyo ndiye anipendaye. Naye anipendaye atapendwa na Baba yangu. Naye anipendaye atapendwa na Baba yangu. Nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Endelea katika 23. Yuda akamwambia Bwana, imekuwaje ya kwamba wataka kujidhihirisha kwetu? Ndio. Wala si kwa ulimwengu? Ndio. Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu. Mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda. Baba atampenda. Nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Nasi tutakuja kwake, utatualika, tutavutwa na wewe, tutahamia kwako. Mungu atajisikia salama kuleta makao yake kwako, kwa sababu mbegu, Yesu ni mbegu. Umeichukua ile mbegu ikazalisha upendo, na ile upendo Mungu ukakubali kile ambacho Mungu amesema, na ukaruhusu ule uungu ambao ulipandwa kwako urudishe matunda. Kwa hiyo Mungu ukimpenda, Mungu anakuja kwetu, anakuja kwako. Kama vile ambavyo sisi tulivutwa na yeye kwa kumpenda, ndivyo na yeye tunapomvuta sisi tunapompenda. Anakuwa Mungu wa kibinafsi kwa mtu mmoja mmoja, kwa kadiri alivyompa kiwango cha kumpenda, na hivyo anahamia kwako, anaanza kuishi kwako. Lakini mstari wa 24 inasema asiyempenda hawezi kulishika neno lake. Kwa hiyo si rahisi kuja kwa huyo mtu. Huyo mtu atakuwa ni kama amemchukia. Kama nilivyosema, unayempenda unamwalika aje, unayemchukia unamfukuza aondoke. Na neno ndio Mungu. Tunapolipenda na kulishika neno, tunapolichukia neno na kulisukumia mbali, tunamfukuza Mungu. Na wengi hawajui vile wanakuwa mbali na neno ni matunda ya kipimo cha kupenda Mungu. Ni kipimo cha kumpenda Mungu kwa roho yako yote, na akili zako zote, na nguvu zako zote. Sasa utaona kipimo ulichompimia Mungu, utagundua umempa nafasi ya pili, upendo ya nafasi ya pili au ya tatu au hata ya 4 au hata ujulikani ni nafasi ya ngapi. Kwa hiyo Mungu anashindwa kuja kwako kwa sababu kuna kile ulichokialika namba 1. Kuna kile ulichokipenda zaidi, ambacho hicho ndio kinaendesha maisha, kinakuwa ni mbegu ya maisha. Matokeo mengi utayapata kwa hilo pando la kwanza
msingi, kwa sababu si Mungu ambaye ndio pando lako la kwanza. Matokeo tunayopata ni ya dunia tuliyoipa nafasi ya kwanza. Kwa hiyo tuliipenda dunia. Kwa hiyo bila kujali, bila kujua, kwa sababu shetani si mjinga. Shetani ni mwerevu ni mtu mwenye nguvu ya kufanya hila. Hila ni kukuingizia kwa uelevu na kukumanipulate, kukuhadaa katika namna ambayo huelewi kama umehadaika. Ni kukuletea hali fulani ambayo utaona ndio sawa, lakini kumbe sio sawa. Huyo ndio mtu mwerevu. Welevu ndio wanaweza kutapeli. Kutapeli ni mtu ambaye anaweza kukujengea akili mpaka ukaingia mstari laini mwenyewe, na ukatoa vitu vyako kwa moyo wa furaha, ukijua mambo yangu yanaenda kuwa vizuri kwa kuitikia ushauri wa huyu. Lakini kuna kilichofichika, lengo lake ni kukuibia. Lakini haji kwako akwambie nataka kukuibia pesa. Hawezi kuja. Anakuja anakwambia tunataka kuweka, ukiweka hiki baada ya muda fulani utavuna hiki. Ndio watu wengi wameibiwa kwenye mambo yale ambayo yanajitokeza mazuri. Ilikuwepo shirika ni taasisi inaitwa Desi. Watu walipanda sana na waliovuna ni wengi. Na kuna taasisi nyingi au kuna mwelevu hakuibii mara moja, lazima akupe faida. Akikuaminisha zaidi, anaweza ukafanya ukaona matokeo, ukafanya ukaona matokeo. Anakuvuta, anakuambia kwa nini sasa umepanda milioni 1 na milioni 2, milioni 3 kupata milioni 6, milioni tena. Unaona huo ni mwelevu pale juu, lakini anajua wewe una milioni 200 na unajua. Sasa anataka akujengea akili kwamba hiki kitu kweli. Kwa hiyo unaweza ukajengea mpaka ukavuna milioni 10. Ukisema 10 ni kitu cha ajabu sana hiki. Ndipo unasema kwa nini usipande milioni 100? Sasa siku nataka milioni 100 ndio walilenga kuzichukua zote. Kwa shetani ni mwelevu. Kwa hiyo unapoipenda dunia, hakwambii unaipenda dunia. Anakwambia ni njia ya Mungu ya kufanikiwa. Na anakutoa kidogo kidogo kwenye neno. Hakwambii na kutoa kwenye neno. Anakwambia ni namna ya hekima ambayo Mungu amekupa ili ufaulu maisha. Na matokeo yake, hatua ya kwanza ambayo inaonekana ina maana, na ya pili ina maana, na ya tatu, halafu unajikuta dunia imeingia ndani yako. Na utakuta sasa ndipo anatumia kile cha kusudia, anakufunga kabisa, ndio anakupeperusha kabisa. Ndio maana kwa watu walipewa cheo. Ni jambo zuri kuwa na cheo, sio jambo baya. Lakini kama kulikuwa na hila ya shetani nyuma ya cheo, mara ya kwanza shetani ameshaona wewe ni hatari kwa ufalme wake, hatari sana. Sasa atasababisha kibali kwa jamii yako, wakuteue kuwa mtu fulani, diwani wao, mbunge au rais. Anajua nitakapomkamatia atakuwa cheo fulani au kurugenzi au chochote kwenye taasisi kubwa na nzuri. Sasa wakati anakupa zile vyeo, bado hata wewe unasikia ni Mungu amefanya na unatoa shukrani. Unaendelea na shukrani na shuhuda kabisa, Mungu ameniinua kabisa. Ila amekuacha, anajua utakapofika ni wapi. Utafika mahala ambapo
kikao kimoja na wakuu wenzako, ni lazima mkubaliane. Lazima mkubaliane. Liwe ni jambo baya, lazima wewe ukubali. Kwa sababu ni cooperation, ni makubaliano ya pamoja. Ni makubaliano ya pamoja. Hata kama unapanga mbinu ya kumuua mtu, huwezi kujiondoa. Ukijiondoa utakuwa wewe. Maana utavunjisha siri. Unajikuta sasa tu, na pia kuna mshiko wa kutosha. Bilioni tutagawana, tutende jambo ofu miongoni mwao. Kwa hiyo unaanza kuwaza, nilikotoka kule mpaka hapa nimeingia, kweli kuna bilioni 3 hizi, lakini tunataka kuharibu kitu kibaya sana, na mimi nanihukumu, lakini siwezi kujiondoa. Kwa hiyo unajikuta sasa hapo ndio shetani amekukamata. Wengi walianza na vyeo vizuri, wafuatilie. Wengi walianza na wokovu mzuri, wafuatilie. Wameingia kwenye makubaliano ya kuumiza. Afrika imekuwa tatizo kubwa. Viongozi wa Afrika wamekuwa tatizo kubwa. Wamekuwa ni wasaliti wa wananchi wao. Wameuza wananchi wao na hawawasikilizi tena, wanasikiliza waliouzia. Wananchi wameuzwa na rasilimali zao zimeuzwa, na wametengeneza mazingira ambayo huwezi kukurupuka. Sasa hiyo hao nao wamebanwa. Kuna wakuu wa nchi mbalimbali za Afrika wanaingia kwenye mtego wa mataifa makubwa, na ukikataa katikati na walikutoa mahala, pengine walikusaidia mpaka kupata uongozi, wanakutoa kwa staili wanaotaka wao. Kutoka staili yao ni wakuue au vita au achafue taifa lako. Na nchi mengi yamevurugika si kwa sababu ya wananchi wao. Hivi kweli unaweza ukasema kikundi kidogo kinainuka kama waasi, kipate kupambana na serikali na mpaka kishinde? Hapana, haiwezekani. Kuna aliyenyuma ya kikundi hicho. Lakini huyu anaweza akatumiwa kuua wananchi wake, hana kukwepea, anakubali tu. Sasa ninazungumza juu ya dunia inaanza kuingia kwa maisha yetu. Wapendwa, alikuwepo rais mmoja wa nchi moja, sitaki nimtaje, ameshatangulia mbele zake, mpaka taifa lake kwenye bunge wakapitisha hii ni nchi ya Kikristo. Wakasema hivyo. Huyo rais kuna wakati timu yake ya taifa mpira ilipata ajali, nafikiri ya ndege. Aliongoza maombi ya nguvu. Mimi nimsikiliza, nimeshaenda kwenye nchi. Aliomba maombi mpaka unasikia maombi yale ni amejaa upako. Ni rais anaomba kwa machozi. Lakini mwishowe alikuja kumalizia akiwa corrupt kabisa. Alikwenda kwa corrupt. Amekufa akiwa anashtakiwa. Alistaafu of course, lakini alishtakiwa. Akasumbuliwa sana. Kwa nini? Kwa sababu hujui shetani mkamatia sehemu gani. Kwa ndio maana lazima tuombe wana mamlaka. Tuombe mamlaka. Mamlaka yoyote ina windwa. Hata mamlaka ya kichungaji, mamlaka ya kiaskofu, mamlaka zote, shetani ana akili, ana uelevu, anaweza kutumia mamlaka yoyote kumanipulate vitu. Kwa hiyo ukafikiri upendo, kumbe sio upendo. Sasa nataka ningeeleza vitu vingi hapo. Unaalika, Mungu anakuja kwetu kama nambari 1. Na hivyo tunatakapokuwapenda watu, tutawavuta watu. Tukiwapenda wale watu, wanatualika sisi, tunaenda mioyoni mwao. Sisi tunaingia mioyoni mwao. Hatuwezi kulazimishia watu heshimu, hatuwezi kuwalazimisha watu pende.
mbegu ya kupenda wengine, tunajialika, tunajipeleka kwao. Wale watakupokea sisi tukiwapenda, wale watakuja kwetu. Kuja kwetu watasikia wako salama kwetu. Ukimpenda mtu atajisikia kuachilia maisha yake kwako. Atasikia yuko salama hata bila kuwaza, niko salama tu hapa, niko mahali ambako ninathaminika, ninajaliwa, ninathaminiwa. Hata waza mambo mengi, ameshaondoa tahadhari fulani. Hata umakini fulani anaondoa, anakuamini tu kwamba wewe ni mtu salama zaidi. Lakini mpaka upande mbegu ya upendo. Sasa Mungu alikuwa anamfundisha, ndio maana akatangulia kuamini, ili kanisa liweze kuwa ni mahala palipojaa matendo ya Mungu, miujiza ya ajabu, matukufu ya Mungu. Fundisha somo hili kama utalielewa, tutavutiana sisi kwa sisi. Nikikupenda, upendo tutachagua kwa mbele. Upendo maana kuna tafsiri mbalimbali. Sasa tukipendana, ina maana wewe unasikia uko salama kwa huyu. Ukimpenda huyo mwenzako, ni kwamba ule upendo wa Mungu uliochukua ndio huo sasa unakufanya wewe ni kama umejipenda mwenyewe. Ukimpenda Mungu, Mungu anakuja kwako. Akija kwako, yale yote alionayo Mungu yanakuwa kwako. Na anaanza kukuonyesha wewe ni nani. Na ya kwanza anakuonyesha wewe ni mfano wangu. Nimekuumba wewe ni mfano wangu. Anakuonyesha wewe, mimi Mungu alituonyesha yeye ni mtawala, kwa wewe ni mtawala kwa niaba yangu. Anakuonyesha utajiri wote ni wako, kwa wewe ni wasimamizi utajiri kwa niaba yangu. Kwa anakuonyesha vitu vingi ndani yako, na kwa sababu vile ndani yako ulivipokea ndio vinakufanya ujipende. Kujipenda ni kumpenda Mungu. Kwa kule kumpenda Mungu ndiye anakuambukiza, alichonacho kinakuja kwako. Na ndipo sasa unakuwa na haki ya kusema najipenda, sababu upendo ule sio kibinafsi. Na ndio maana sasa kwa upendo unakufundisha mpende na mwingine. Unaona? Wewe upendo umepokea, mpe na mwingine upendo. Kwa ulichopokea na wewe panda mbegu kwa yule mwingine. Kwa unapopanda mbegu kwa wewe upendo kwa mwingine, na unaanza kupanda kama vile Mungu alivyoanza. Unapanda kwa mtu ambaye yeye hakupendi. Mungu alipanda mbegu kwetu kabla hatujampenda. Kwa usisubiri kwanza mtu akupende. Kumbuka sheria ya Mungu. Unaanza kupenda mahali ambapo mtu hakupendi. Unawekeza mbegu ya upendo. Anza kuonyesha upendo wa dhati kwake. Ukiupanda upendo, halafu atajisikia ile mbegu ndani yake itakurudishia matunda ya kupenda wewe. Na atakapokupenda atajileta kwako. Atakuwa amejileta kwako, na kama ana mazuri na utajiri na kitu vitakuja kwako, kwa sababu huyo mtu ulianza kupanda mbegu ya kupenda. Na yeye akatambua upendo ule. Na ule upendo akauchukua, akasikia mtu anayekupenda ndiye unayevutiwa naye. Mtu anayekuchukia unaenda mbali naye. Kwa hiyo vile hata kama ni mtu alikuwa mbaya, mmekoroshana, ukaanza kumpandia mbegu ya upendo, kuna wakati tu atakaa mwenyewe upendo ule utamshughulisha. Na ataanza kugundua amekosea, kwa nini anakuchukia. Amekosea, kwa nini anakuwa anafanya adui. Atajisikia ni kama amekosea, na ataanza kujirekebisha mwenyewe na kujibadilisha mwenyewe ili aendane na lile mbegu. Matokeo yake hatataka kukurudishia tunda la mauti, tunda baya. Atataka tunda litakao kurudia kwako, lile jema. Na ndio maana Mungu aliniotesha ndoto moja leo, lakini nitaieleza siku za mbele. Mtu mmoja ambaye amekuwa msaada sana katika huduma fulani ni kwanza. Sasa baadaye ndio katika somo hili kanifundisha kwamba huyo mtu baadaye amepitia mambo mengi sana ya kulaumiwa, ya kushtumiwa kwenye mambo mengi sana kwa mitandao hivi vile. Lakini sasa Mungu akanionyesha kitu. Lakini alifanya kitu cha maana sana kwamba
Ndio sasa mimi mpaka leo nampenda tu, hata watu wakisemaje mimi nampenda tu. Siji mambo yake lakini nampenda tu. Sasa Mungu akanifundisha ule upendo unaopanda kwa mtu. Ule mtu hata ukikosea, yeye wengine wote wao kinyume chake, lakini yeye hataangalia kosa lako. Ataangalia ulivyopanda na hata kurudishia machungu, ataendelea kurudishia matamu, na kama ana nafasi ya kukudefend, kukutetea, kukupigania, kama ana nafasi atafanya hivyo, kwa sababu hataangalia makosa uliyofanya, hataangalia aibu uliyofanya. Yeye atachukua ile aibu anajificha yeye, na atasimama kupigania heshima yako, kwa sababu kuna kitu umegusa, umepanda kwake. Sisi hatujapandiana mbele. Ndio maana tunasalitiana. Washirika na saliti mchungaji wanamuongea kila kona majumbani popote pale, maana hakuna upendo. Maana yake sisi ni kama tunakusanyika tu. Tunakusanyika tu. Maadui wengi wanakusanyika tu. Hakuna ujani, ni maadui wengi wanakusanyika. Wanasubiri ukosee nini waseme ukaa mwenzetu tuongee. Wanaanza A to Z kumchambua mwenzao. Hatupendani, maadui wanakusanyika. Sasa ndio tunalipana hayo kwa hayo. Jana Mary ameibiwa simu. Ameibiwa hapo kwa ofisi. Aliyeiba lazima atakuwa hapo ndani. Na yupo haiwezekani akawa pale. Mtu ameiba hapo ndani simu na kasimu ni kitosha. Alafu baadaye akampigia simu, hapo nipe 5,000 kumjia simu. Kuna mwizi alichukua, akaenda kampa mtu asiyefahamiana na sisi. Mwambie mpigie simu atupatie hela tu. Hizo ndio roho za chuki. Wanafikiria Waswahili. Naelewa kabisa kuna mtu amba kwetu kachukua. Sasa mimi nikipiga nimwambie nipatie 5,000 si ananijua. Sasa wewe mpigie. Mwambie ili upate nipe 5,000. Mapepo yako kanisani. Haya ambao tunasema haleluya. Mambo mengine anasema kana haleluya. Wamemchomoa mtoto wake. Alienda ito wamemchomoa kaenda mahali tena kule akalipa 1,000. Akanunua simu yake kwa 1,000, lakini bado anadaiwa, kuna shilingi anadaiwa hapo. Bado sasa anadaiwa Mary simu yake mwenyewe. Lakini mimi najua moyoni na sinaelewa kuna mpendwa wetu mmoja alichukua hiyo simu. Na yupo na yeye roho imekali roho ngumu kama nini. Na huyu ni masikini wa mwisho, na utafanikiwa maisha yako. Na mwambie ukweli, hutafanikiwa kwa sababu una roho ya kimaskini. Na utaendelea kuvuna umaskini. Na utapokea umaskini mpaka ujitokeze utubu. Usipotubu ya utakula jeuri yako. Hayo ndio yanatokea. Tunategeana huko ndani, kuumizana wenyewe kwa wenyewe. Sasa unategemea kanisa likue. Unategemea utukufu wa kwanza ni upendo. Yaani nakwambia kanisa lililojaa miujiza ni kwanza wao ni familia yenye upendo. Kila anaingia hapa ni salama. Sio zile makanisa ambayo tu ni miujiza, ni sawa na miujiza, lakini ule kugusa maisha mwenzako, kujisikia mtu niko salama, hiyo ndio nguvu ya kuleta miujiza. Hiyo ndio nguvu ya kukuza kanisa. Hiyo ndio nguvu ya kufanya kanisa liongezeke. Mtu akija kanisani hasikii kuhama, maana anasikia niko salama hapa. Hapa ni kama Mungu mwenyewe kahamia kwa watu waliompenda. Tutakuja kwake na kufanya makao. Haleluya. Makao mtu hawezi kufanya mahala ambako hathaminiki, mahala ambako yuko hatiani, yuko hatarini, anaweza akalauliwa mara yoyote hivi. Mungu mwenyewe alipopendwa, Yesu anasema hivi, mtu asiyenipenda atuji kwake. Anasema hivi. Sasa wewe ndio unataka nikapata point moja muhimu sana. Sasa angalia, hiyo nimekuja bado ndo nitaeleza siku za mbele juu ya kupendana sikosi. Tubaki kwa Mungu. Mungu sasa baada ya kuipanda sura ile ya Mithali sura ya 8 mstari 17 endelea mpaka 21. Hapo anaonyesha kwamba mimi nawapenda wale wanipendao. Sasa na maana baada ya Mungu kupanda mbegu anategemea sisi tumpende. Na wapenda wale wanipendao. Baada ya
tupandiwa mbegu. Mungu anataka tuwe na sisi juhudi ya kwetu ya kumpenda. Kwa hapo anaweka sharti. Mwanzoni hakuweka sharti. Alikuja kutupenda kabla tumpenda. Alipenda watumikiwa tunamkasirikia, tunamchukia. Alitupenda kama mbegu. Lakini hatua ya pili anategemea na wapenda wale wanipendao. Na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Na maana unaweza ukajifanya unampenda kama ni shetani iwe daja, hukumu unapenda vitu vyake. Kwa hiyo unaweza kumpenda mtu umpendi actually yeye, unapenda vitu vyake. Sababu unapenda vitu vyake visivyokuja haraka na mwachana, unaachana naye. Sababu lengo lako sio yeye, lengo lake ni vitu vyake. Na ndio maana Mungu asema wanitafutao kwa bidii. Wakati mwingine unajua kabisa mema yake ni haya, lakini Mungu anayachelewesha kwako ili aangalie unapenda nilivyo navyo ulivyovigundua au mimi binafsi umenipenda. Kwa hiyo wakati mwingine unaomba Mungu nisaidie, ameshakupa tayari kwa roho, lakini sema bado nitakupa mwakani. Yaani ameshakupa, anasema hiki kitu utakishika mwakani. Hasa mwaka wote ndipo unaona kumbe ni kujisumbua. Unamwacha. Maana yake alipima pendo lako. Alipima upendo wako unaendana na kile anachokupa. So unampenda yeye, unapenda alicho nacho. Kwa kuwa hajakupa afya, uponyaji, unaachana naye. Hajakupa fedha, unaachana naye. Hajakupa hiki, unaachana naye. Anakupima. Halafu wengi wamemwacha kwa sababu walikuja kwa kumpima. Na Mungu ili akujenge namna ile ambayo utakuwa katika mibaraka idumuyo. Baraka zake nimegundua sio za haraka. Kama ambavyo mbegu yenye matunda ya dumuyo sio mbegu inayoivisha haraka. Ukitaka mbegu inayoivisha haraka, panda mchicha, wiki kadhaa unavuna. Panda kitu fulani, wiki fulani unavuna. Lakini ukitaka kula nazi, ukitaka kula maembe, ukitaka kula machungwa, kuna vitu unapanda, unaendelea kula tena, kila msimu inakupa matunda. Inabidi uvumilie kati mwingine miaka 2, 3, 4 ndipo unaanza kuvuna. Kuna miti mingine, kuna mti unaitwa bambua kichina. Anasema unapopanda mara ya kwanza, miaka 5 hauna dalili, unaenda chini. Kagubo unale bambu, unaenda chini. Kwa hiyo anasema unamwagilia tu. Lakini mwaka wa 5 anasema utakwenda juu kwa namna ambayo hujawahi kuona. Yaani utaenda haraka sana. Na kama vile uyoga mpaka unafika mahali matunda yanaanza. Kumbe ulikuwa unajenga misuli, unaenda unapeleka mizizi, inaenda chini, baadaye kianza kwenda juu. Yaani inakuja kukuletea matokeo. Sasa vitu vinavyotu ni vile ambavyo tunamtafuta Mungu kwa uvumilivu. Sasa hebu soma mstari wa 18 na kuendelea. 17 nimekutajia. Soma 18, Mithali 8:18 mpaka 21. Soma hapo. Mithali 8:18 mpaka 21. Wajinga urithi upumbavu, bali wenye busara hufika. Mithali 8 au mimi ndio nimesema. Mithali 8:18. Mithali 8:18, utajiri na heshima ziko kwangu. Sasa unaanza kuona. Anasema alipendao ndio nawapenda. Wanatafuta kwa bidii. Sasa anaanza kuonyesha alivyonacho. Kwa sababu Mungu, kumbuka sasa tumeshamleta Mungu, amekuja, amevutika kwetu. Sisi tunachukua tunampenda. Sasa angalia hapo, utajiri na heshima viko kwangu. Tuendelee. Naam, utajiri udumuo na haki pia. Utajiri na udumu na haki. Kwa hiyo tunaanza kuona tumepokea utajiri na heshima na udumifu wa utajiri huo. Utajiri na udumu. Matunda yangu hupita dhahabu. Naam, dhahabu safi. Matunda ambayo ni mbegu ya upendo. Kumbuka naongelea mbegu ya maisha.
inapita dhahabu iliyosafishwa. Na faida yangu hupita fedha iliyoteule. Na faida yangu kwa mtu aliye nipandia mbegu ya kunipenda inapita fedha. Na fedha ndio vitu tunavyovipenda, dhahabu na fedha. Anaongea hivyo, Natembea katika njia ya haki katikati ya mapito ya hukumu. Endelea mstari wa mwisho. Niwarithishe mali wale wanipendao. Niwarithishe mali wale wanipendao. Tena nipate kuzijaza hazina zao. Tena nipate kuzijaza hazina zao. Hebu nenda sasa kitabu cha Ufunuo 5. Unasoma mstari wa 9 na nafikiri tamalizia hapo. Wa 9 mpaka 14. Yaani kabla unapoenda kule nataka nifafanue hapo kidogo. Sasa angalia Mungu ambaye kwa kumpenda mbegu ya maisha unampenda. Mbegu hii tumeweka ni upendo. Mungu amehamia kwako. Ameamua kukaa kwako. Lakini huyu Mungu aliyehamia kwako ndiye anajitambulisha utajiri na heshima ni vya kwangu, ni viko kwangu. Utajiri na udumu uko kwangu. Dhahabu safi ni ya kwangu. Fedha ni ya kwangu. Na mimi napita katika kurithisha nao nipenda mali na warithisha na hazina na warithisha. Ni vitu ndivyo tunavitafuta duniani. Hakuna vingine, ndivyo tunavitaka. Sasa kwa sababu hatujui kwamba kivutio cha kwanza ni kupenda. Hivi ndio vitafuta, tunavitafuta hivyo na tunakosa kile tunachokitaka. Sasa unapokubali kuanza kama wimbo ule unasema tumeimba ametuongoza kwa Mungu. Unapomtaja yeye, wewe ndio unaweza, sina mwingine. Ina maana unamtenga mtu yote anayesifiwa, mtu yote anayempa thamani fulani anasogea kwako. Hivyo ndivyo tulivyo. Mtu anayekwambia wewe mbaya, ufai, kama unaongea kwa moyo wa dhati, unaonyesha upendo. Mtu akasikia anaguswa na neno lako la upendo, atakusogelea, maana ajisikia salama. Yaani anajua hutamdhuru, hutamwangamiza. Anaona ule upendo. Wengine wanaweza kaogopa, lakini yeye hataogopa. Anajua huyu niko salama kuwa karibu naye. Hawezi kuniangamiza. Kwa sababu gani? Anipenda. Anaweza kumsikiliza. Anipenda. Sasa msikilize. Tukienda sura ile ndio isema ya Ufunuo. Tunamalizia hapo. Inasema unastahili wewe Yesu, kwa sababu ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila taifa, kabila, jamaa na lugha, na ukatufanya sisi kwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao nasi tunamiliki juu ya nchi. Sasa mstari 12 ndio point inataka hapo. Unaanza kutambulisha alivyonavyo Mungu na kukubali ndiye mmiliki, ndiye alivyonavyo. Na hivyo unamtambulisha ni kama unajitangaza wewe, kukubali uwezo uko kwa nani, utajiri uko kwa nani. So unapofanya hivyo, Mungu kwa sababu ametuumba kwa mfano wake, ili ule utajiri ufunuliwe, ili Yesu asema nitajidhihirisha. Ile swali la Yesu, majibu ya Yesu kwa Yuda na sio swali yote uyazingatie. Anasema kwa nini unataka kujidhihirisha kwetu? Ina maana anasema mtu anayenipenda mimi Baba atampenda nami nitakuja kujidhihirisha kwake. Kujidhihirisha ni kufunua mazuri ambao ndio uwezo, utajiri, hekima, nguvu, heshima, utukufu, baraka. Hivi vitu vitafunuliwa kwa mtu
kujidhihirisha. Tunarudi pale kwamba mimi nimekuumba kwa mfano wangu na sura yangu. Wewe ndiye niaba yangu duniani. Wewe ndio unayenifunua mimi, niko ndani yako, watu wanioni. Sasa wewe ndio utafunua ule utajiri. Tutashirikiana kuufunua ule utajiri. Na ninaanza kuona na Mungu alipochea ndoto kutinyoshwa na mtu mmoja ambaye ni tajiri. Hasa ina maana nikapata ile somo zuri. Hilo somo ambalo lina utajiri hautafunuliwa hewani. Lazima tukubali ule utajiri tuliosoma au heshima utafunuliwa kwa mtu anayempenda. Na Mungu alisikia salama sana kuachilia utajiri wake kwa huyu. Yaani kama vile ambavyo wewe unasikia salama sana kumpa pesa mtu fulani ambaye unajua hata iba. Hiyo bali nyumbani sina wasiwasi, mama hawezi kuiba hela na yeye mwenyewe hana wasiwasi. Pekee kwa biashara anaamini hata kama kuna pesa ameziweka hapo, kwa kweli hawezi kukuta hata shilingi moja imechukuliwa. Na bahati nzuri wanaongea kwamba hata hiyo biashara zake siwekagi maanani ya kutarajia nipate pesa za biashara zake. Sitategemea. Anatoa yeye mwenyewe kusaidia familia. Ila anatumia hekima fulani, lakini yuko sahihi. Kama kuja na fungu la 10 la FMC la shughuli zake, ananipatia na muombea. Sawa, mtamkia neno. Imeikisha mkono wa kwanza, mkono wa pili anaenda kuongea na watoto. Mwambie baba yenu hapo nauli. Haleluya. Hiyo inakubalika. Bwana Yesu. Ameshafanya nafasi yake kumpa kuhani. Sema amen. Amen. Sasa anachukua nafasi kama baba tuhudumie. Haleluya. Kaza kimani ni sana. Sasa soma hiyo mstari, mstari 12. Wakisema kwa sauti kuu, astahili mwana kondoo aliyechinjwa kupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Unaona? Sasa hiyo maneno yanasemwa na universe, yani ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho unakubali kwamba anayestahili hapo ni Yesu. Yani ndio sababu ya kuwa na uwezo wote. Yesu, hakuna mwingine. Namba moja, Yesu ndio mwenye uwezo. Sasa hapo anasema unastahili wewe kupokea uwezo wote. Ya pili, utajiri. Ya tatu, hekima. Ya 4, nguvu. Ya 5, heshima. Ya 6, utukufu. Ya 7, baraka. Na anasema ukiendelea kusoma mstari wa tunachosoma, viumbe vingapi? Kila kiumbe kilichoko mbinguni na juu ya nchi na chini ya nchi na juu ya bahari na vitu vyote vilivyomo ndani yake na visikia vikisema baraka na heshima na utukufu na uweza una yeye aketie juu ya kiti cha enzi. Ina maana ulimwengu wa roho wote, viumbe vyote vilivyoko mbinguni vyote. Ukiongea viumbe unamuondoa Mungu. Sababu Mungu si kiumbe, Mungu ndio muumba. Yaani kila kilichoumbwa, vyote vilivyoumbwa vinamsujudia Yesu. Sasa ukiangalia kwenye Filipi 2 inasema kila goti lipigwe, ya viumbe vya mbinguni, duniani na chini ya nchi. Ina maana shetani hata hiyo neno anajitambua na anaheshimu. Yeye ni kiumbe. Ndio maana kwa Yesu shetani hasimbishi.
Ndio maana hata majambazi wanakuwa wanaheshimu mamlaka. Hawezi kujitokeza kwa IGP akajifanya yeye ni jambazi, atamaliza. Lakini mbele ya IGP, mbele ya mkuu wa polisi au mkuu wa majeshi, jambazi ni mtiifu sana, kwa sababu anajua hii mamlaka inaenda kanimaliza sasa hivi. Lakini akinificha huko chini chini ndio anafanya vitu vyake. Sasa na Mungu na shetani vipi? Shetani mbele za Yesu anatambua hii mamlaka. Na ndio maana shetani haibishi mamlaka ya Yesu, anaibisha kupitia ukweli akili zetu, ili aweke mashaka sisi kuiamini nguvu ya Yesu. Anaweka mashaka tuamini nguvu zake kupitia waganga, wachawi, mizimu, laana, mikosi. Kwa anajitahidi tuamini nguvu zake. Tuamini magonjwa, tuamini umaskini, tuamini hayo. Tukiamini hayo ndio yanakuja kwetu. Sababu mtu ni ile program ya position. Vile vitu leo ni program ndani yako. Unakwenda kwa mimi. Umevifeed simu zetu, tunavifeed vitu vingi. Tumesave. Vile vitu tumevisave ndio vilivyo huko ndani. Sasa ukitaka kuvireview, kuvionyesha, unafanya unaenda mahali fulani, una click, kinakuja. Majina yetu ya simu ya watu wetu tumeyasave namba zao, lakini ukiangalia simu utaona majina. Lakini ukitaka ulipate jina la mtu, una click sehemu fulani, inatokea jina la mtu na namba yake. Sasa vile vitu tumevisave ndani vya kishetani vipo, ndio tunaviamini, ndio vilivyotumiliki. Ukivikliki ndio unashangaa inakuja mawazo ya maskini. Unakliki inakuja mawazo kwamba utakufa, lakini unakuja mawazo kwamba yani hayo ndio tumeyasema. Hatujayasema yale ya Mungu. Na ndio maana watu wanakimbilia maombezi, sababu ndani yao inakubaliana na mialiko ya nje. Yaani vitu ni kama smaku. Smaku huvuta vitu vinavyokubaliana, yenye asili moja. Mtu ambaye amekaa kwenye singi, ndio maana mimi napata taabu sana. Kwa sababu nilisema na bado ya taabu ninao, sijashinda. Napata taabu kwa sababu niliweka vipengele vingi katika huduma yetu, lakini sijapata watu wa kusimama na kusaidia hiyo jambo lifanikiwe. La kwanza nilisema tutafundisha watu ambao hawajaokoka na waliokoka hivi karibuni mambo yote yanayohusu kabla hawajaokoka. Tutawashughulikia mambo ya laana, tutashughulikia mambo ya mikosi, tutashughulikia mambo ya mapepo, tutashughulikia mambo ya maagano, tutashughulikia mambo ya mizimu. Tutaweka nguvu kwa sababu bado nafsi zao zimejengwa kwenye hivyo vitu. Halafu hatua ya pili, tunaanza hiyo nafsi tunaisafisha. Tunaanza kuingiza kitu kingine ambacho ndicho cha kimungu. Tunaambia nini kimefanyika ndani yako. Kuzaliwa mara pili maana yake nini? Kwa hiyo tunaanza kuingizia kuviprogram vitu vipya. Sasa nimekwama kwa sababu tumebakia pale pale. Yaani sijavuka. Hata makanisa yangu mikoani hatujavuka, tuko pale pale. Na tunabaki pale pale kushughulikia mapepo, pale pale kushughulikia laana, pale pale kwa sababu aina ya watu hawajawa utayari kuatoa pale kwenda pengine. Ukijaribu kwenda pengine utawaona watakimbilia kwingine ambapo wanaendelea yale yaliyo ndani programu ndani yao. Kama hapa siku wameacha yale tunayotaka. Kuna mhubiri fulani anatangaza ataenda huko. Hajahama bila ataenda kule kwa wiki hiyo. Atakuja wiki zingine. Hajahama bado ni hapa, lakini kwa sababu hujafundishwa wiki mbili mambo yanayokubaliana na aina ya vitu hivyo program ndani yake, hawezi kuja. Nasema wiki hizi mbili tumepoa kidogo. Mapepo hajalipuka. Wewe ndio umepoa. Kwa sababu ndio kioo chako nakupa sasa. Jana hiyo ndio kioo. Haujavuka, yani uko pale mpakani. Kabla hujaokoka na hapa ndio tuko wengi hapa. Hata mahubiri yetu tunatulazimisha tuhubiri hapa. Tutahubiri hivyo sababu ukihubiri hatua ya pili na ya tatu umeenda mahali ambapo watu hawapo. Maana yake umeenda utakuwa peke yako. Kwa lazima urudi hapo karibu yao, waonyeshe kidogo huko Sodoma iko hivi, waonyeshe walipo, afu wamtamanishe kunaenda hapo.
Sasa wanaielewa Sodoma zaidi, wanaelewa ulimwengu. Usipoonyesha kidogo ulimwengu, ukaeleza mbingu, watakuwa wewe ni mwongo. Unaongea vitu ambavyo havipo, unaongea vitu ambavyo haviwezekani, ni vitu ambavyo havifikirika, si vitu halisi. Ongea vitu halisi. Sisi ni maskini, sisi ni wagonjwa, sisi tunafunga. Ukiongea hayo, amegusa moyo wako. Kweli kabisa, nimefungwa. Nabii amesema ukweli. Amesema ukweli nabii. Shida wote tunazo nyingine kwa mimi, hata mimi nikienda mahali nabii akisema nitakuondoa kwa kosa. Najua sisi tunajuana. Matatizo yetu ni mengi sana. Waafrika wana matatizo mengi sana. Yaani ukiamua kuwa nabii ndio unakuwa nabii. Yaani unaanza kusoma tu hali za watu zilivyo. Unaambia wewe mambo yako sio mazuri. Ni kweli. Hii inatokana na ukoo wako. Ni kweli. Hebu niambie baba yako alikuwa na maisha gani? Yaani nataka kutoka beskeli, unaona? Sasa sikatai jamani, unabii napenda unabii. Sikatai msifikiri wale manabii wako wanaotabiri jamani. Ila tunajaribu kutoa maarifa, elimu ikusaidie. Sema amen. Natoa tu ufafanuzi. Sikatai manabii wanaweza kugundua kitu na kusema, sikatai kabisa. Sababu na sisi kwenye kanisa tuna manabii. Haleluya. Na hatupingi huduma za kinabii. Ndio maana kwenye kanisa tunaamini mitume, manabii, wachungaji, wainjilisti, walimu. Sisi hatukatai. Kama Mungu anakuinua kama nabii wa kweli, jitokeze. Tutakusupport, tutafungulia kanisa, tunapata nabii fulani. Anatabiri kule, nabii Susan. Sawa kabisa. Wewe nikipata mtoto akato, mimi ndiye mtume. Sasa nadhalisha manabii na hivyo mitume wanadhalisha kama nabii wetu. Nikidhalisha nabii ni sawa kabisa. Kwa hiyo haya maneno yasikuogopeshe. Kama unasikia kuna nabii ndani, jitokeze. Haleluya. Tusiogope. Unajua ukiwa ni halisi, ndio halisi huwa haiogopi. Ukiona kulikaa kujifanya ukisikia kaongea, kwa sababu ulikuwa ni wazo yako. Lakini kama ni kitu cha kweli, mtu mwenye mimba ya kweli hawezi kuzuia kukua. Sasa matumbo yanapokuwa kwa ni mbaya sana, sipendi watu wanaomlima matumbo yanapoongezeka wa mama. Nasema sasa tumbo mimi mtumisha kweli usikue. Kwa sababu hiyo kitu ni ya kweli. Hata kama watu wamesema pendi tumbo lao kuwa, hiyo tumbo itakuwa. Kwa sababu ni kiumbe kiko ndani. Haleluya. Kwa ndio na unabii kama nabii kweli, maneno yoyote yanayokuja nje hayawezi kuzuia, sababu ni kweli kuna nabii atakuwa. Si ndio unanielewa? Bwana asifiwe. Amen. Sasa tumeongea juu ya hizo nafasi. Vitu vya mbinguni, duniani na kuzimu vyote vinasema unastahili. Sasa wewe Mungu uko naye ndani. Umemwalika mwingine wa vitu. Sasa kuanzia leo nataka uombe tu hapa, uombe vitu hivyo kwamba leo utafakari kwanza. Usianze kuomba haraka. Nilikufundisha kwenye mtandao vitu vitano. Cha kwanza kinachozalisha imani, kuna mwongozo wa kuzalisha imani. Ya kwanza ni kusikia. Ya pili nilisema nini? Mawazo. Ya tatu fikra. Ya nne kusema. Ya tano kutenda. Sasa tulijifunza wale ambao walikuwa kwenye mitandao kwamba unaposikia hiyo neno linakupa imani. Hiyo imani inakuzalishia mawazo mapya. Sababu wewe ni mawazo. Yaani uko hivyo sababu kuna mawazo fulani unayokubali. Kwa hiyo nikifanikiwa kuyabadilisha mawazo yako na kupata, nikishindwa kubadilisha mawazo yako haiwezekani. Unaweza kuwa mbele yangu kama mnafiki. Kwa hiyo lazima nishughulike na aina ya mawazo yako, yanaamini nini? Na unafikiria nini? Fikra zako, kutafakari kwako. Kama sitaweza kufika pale ambapo kile unachokitafakari, kwangu utanisikiliza, ukiondoka utaenda kutafakari kile ambacho ndicho unachoamini. Mawazo ambayo unaamini ndio yataendelea kukaa ndani yako. Kwangu utanisikiliza tu, lakini utaenda. Lakini kama unaamini maneno yangu yatakuja kupambana na aina ya mawazo yako, na yale mawazo yangu niliyoamini yatashinda mawazo yale ambayo ni ya kwako.
Sababu mawazo yangu yatakuwa yamelenga kwenye neno, kwa hilo neno litabadilika kuwa ni sehemu ya mawazo yako. Mawazo ya Mungu yatakuwa ni ya kwako. Sasa mawazo ya Mungu yatakuonyesha ahadi nyingi sana. Sasa hizo ahadi kama hizi ndio kuonyesha hapa 7. Hizi ahadi 7 zitaenda ngazi ya 3. Kwanza umesikia nimeshakwambia. Ya pili yakaja kwao kama mawazo. Sasa haya yanakuja kama mawazo. Haina imani kamilifu, lakini ni imekuja ili imani iumbike, unasikia. Halafu ikisikia inakuja kama mawazo. Haya mawazo, kuna kitabu kiliandika kuna mawazo yanayoelea. Kama inakuwa ni mawazo yanayoelea, ambayo tunatumia hata katika mahusiano. Naomba mtu anakupenda, anakusikiliza tu, alafu ni wazo. Hiyo wazo umeshamuuzia. Inakuwa inazunguka, amesema ananipenda. Amesema ananipenda. Ananipenda. Sasa ananipenda nini? Hata anioe. Unaona ile wazo? Ile wazo nimekuuzia wazo. Nikisha kuuzia wazo, ile wazo linahama pale, inaenda ngazi ya 3. Unaanza kunichukua mimi, unaniweka kwenye fikra. Unanipima, unaniangalia vigezo vyangu. Unanifikiria, unanitafakari. Sasa hapo unaanza kuangalia kama mimi na kufaa. Kwenye kufikiri na kutafakari unakuwa makini kuchambua hii ni uongo, hii ni sawa, ingawa hana pesa, lakini tukikaa na huyu mtu tutafanikiwa. Kwa nini nisikubali? Kwa unaenda hatua kwa hatua hizo zote. Hiyo fikra zako zikipata kumwelewa huyu mtu au ile wazo kwamba huyu Mungu anasema yeye ndio chanzo cha uwezo, utajiri, hekima, nguvu, heshima, utukufu na baraka. Hivi nikiamua mimi binafsi kukubali hii kweli, nisiangalie wengine wanakubali au sio, ili mimi ndio sababu. Bana, Biblia ni ya mtu, Mungu huongea na mtu. Hivi kwa nini nimwangalie fulani? Hata nisimwangalie mchungaji wangu, ni muhimu niangalie neno. Pengine watumishi ni maskini, wameambiwa maskini, lakini kumbe chanzo ni nimesikia hii neno. Kwa nini? Hivi bado ni wazo linazunguka. Wewe mtajinezi katoka kweli. Hii maisha ile kabadilika. Halafu inaingia hatua nyingine, ndio kwenye fikra. Hiyo fikra unasikia kama hii ni ahadi. Unaanza kusikia kama na unakuwa developed mistari mingine mingi inakuja kukuthibitishia kwamba Mungu alishafanya kwa mifano mingi na watu walioamini neno wakafanikiwa. Ukitoka pale kwenye fikra ndipo unaanza kumkiri. Unasikia kama ulikuwa umekubali, kama umekubali. Unanipigia simu, anatumia message. Hello. Yaani kumbe unajipata kumbe umekubali. Unapiga simu, yaani unataka kuongea, unaongea kimani sauti usikie. Unaona sasa, na sisi kwa Mungu tukishakubali tunaanza kuwa kama waongea, tunaongea mambo ya ahadi za Mungu, tunaanza kuongea vitu ambavyo tumeshaamini Mungu ametuambia. Tunaongea. Sasa tunapoongea inakuwa ni kituko pia. Sababu tunaongelesha mbele yetu, wanatuona sisi tumetumikiwa kitu. Sasa tunaongea vitu ambavyo wao hawajiviona wala hawajavisikia wala hawana. Ila sisi ndio tunavyo ndani na ndio tunaongea. Sasa ndio nilifundisha wewe ndio mjamzito. Wewe ndio unajua mtoto akiruka kikugonga. Yule asiye mjamzito haukumwambia nimegonga kwa umegonga. Wewe na nini? Haongea kuna kitu kama nigonga hapo kama kitu gani? Mpaka ainao mjamzito wa mama ndio wanajua. Sisi tunatuelezea tu. Anatuelezea, lakini wao wanajua anapokuwa mjamzito. Anajua. Sasa na sisi tunapokuwa tumeconceive, tumetunga mimba ya mafanikio, mimba ya baraka, mimba ya ahadi ya Mungu, imekuwa ni sehemu ya mimba yetu, tunaikuza. Tunajua tuanze kuizungumza. Tunapoizungumza ina vita. Sababu watu hawaoni vitu kuzungumza. Ndio Biblia inasema Mungu utaja sio hapo kama hapo, maana yapo lakini kwa wengine hayapo. Ibrahimu alifundishwa vitu, aongee kile ambacho yeye amekisikia na alikiona, wengine hawajakiona. Kwa asishughulishwe na wengine, wasubiri wakione ndio aongee, akaongea kile alichokuwa nacho. Na sisi tukianza kumiliki, tutakuwa kanisa la tofauti. Sababu tutakuwa ni watu ambao wanaokuja wageni ndio tutawashughulikia kwa toa alikokuwa ili wao kama sisi. Lakini shida ni kwamba hapa nilipo nikileta mtu mmoja mhubiri, akihubiri akitangaza watu waliolaaniwa, tutakuta na nusu ya watu wanaenda kwa kusikiliza kwamba wamelaaniwa. Kwa sababu si watu wa hukumu kabisa. Yaani
mimi mwenyewe sitafanikiwa kuwafikisha hapo. Sababu nikijaribu ni ngumu, dunia ina mafundisho mengi sana. Yanabomoa mafundisho yanabomolewa kule. Sasa ina maana kwa kuwa mafundisho yanakufanya ukue, yanabomolewa kila wakati. Na naamini kule kule. Kwa hiyo hata mtu akija akasema mmelaaniwa wote, tutasikia ameongea, amegusa maisha yetu. Hatutachangua kwamba hii ni changamoto ya safari ya wokovu. Kuna mambo mengine ni safari. Alipokuta bahari ya Shamu ni safari, kikwazo cha safari yangu ya wokovu. Alipotembea siku 3 aliona maji, ni jaribu la wokovu wangu. Nimtegemee Mungu, maji yaje. Niliposikia njaa, maana ikaja, ni jaribu la kupungukiwa. Ili nimtegemee Mungu, chakula kile. Nikikutana na Wamaleki wanapiga, ni jaribu wanaonipinga. Sasa hayo yanayonitokea mbele, ambao ni ushuhuda kwamba natembea na Mungu anayenipa kushinda, yanageuka kwangu yanakuwa ni laana na mikosa na nimelaaniwa. Sasa matokeo yake tunadhani kila ambaye anapitia changamoto bado ana vifungo, bado amemilikiwa na misimu. Sasa kwa sababu akili yetu iko mpakani, inabidi tukufundishe hivyo. Na ni kweli unakuwa umemilikiwa, sababu mtu wa vile anawaza, yaani vile umeamini unakuwa umemilikiwa, ni kweli. Lakini ukijisogeza kidogo, ukaenda deeper kidogo, utaanza kutembea kwenye ufahamu mpya. Sema amen. Sema amen. Wewe tusaidiane. Sikio upande tu safari, unakuja ofisini, baba nimekuja kuongea na wewe na kupenda. Sema amen. Unakuja tu na kitu kidogo, ndio na kitu kidogo tu. Labda ingine chunguza kwanza anapenda nini? Unapenda pipi, ndio na pipi. Yaani unachunguza kitu kidogo tu. Pengine mimi napenda matunda, ndio unachungua moja. Au apple kuna mtu alifundisha apple mpaka nikaanza kuogopa. Lakini apple ndio huwa nalipenda sana. Kuna mtu mmoja akanitisha siku moja. Na yule maarifa ndio ananitisha pia. Aliomba apple haya yamepigwa sindano fulani. Ndio maana nakaa miezi mingi ya ozi. Akanifafanulia vizuri, na nikamuelewa. Sasa ndio ukisikia hili imani ni hivi. Na mimi nikaamini sema hapo sikii. Kwa nikipita njiani kwa magari na noma. Siku hizi sijui. Kwa hiyo naona alinishinda. Aliweza kunishinda. Kwa hiyo alifafanua madhara ya apple hasa za nje, sio za ndani. Hizo zinazokuja nje huko zimetoka Afrika Kusini, zimekaa miezi miwili ziko vizuri, haziharibiki. Alinielewesha kwa nikaelewa. Kwa hiyo gari ndio kila wakati anasikia na apple kama hivi akaanza vizuri sana pole nikamuelewa. Sasa kuna vitu vingine wewe ukiletea vitu vya asili tu, ndio na tango, haleluya. Moja njona chungwa, ndio na nyanya ngumu, mimi nakula hata nyanya. Nyanya ni tunda kwangu. Mimi nakula mengi. Sasa vitu kama hivyo, unapika kwa sababu baba anakuja kukuonyesha upendo. Haleluya. Hii kazi ni ngumu. Wewe kila saa unaomba, unafunga nini? Unahitaji upendo. Sema amen. Yaani wewe sasa wewe funga uombe. Tunahitaji na sisi upendo. Sema amina. Kwa hiyo Mungu atusaidie. Sasa mstari wa 14, soma mstari wa 14. Tumaliza. Simama kwa miguu yako, tunasoma mstari. Na wale wenye uhai wanne wanawakilisha ulimwengu wa roho wote. Wakasema amina. Wakakubali. Hivyo ndivyo ilivyo, ni amina. Yaani mbinguni, duniani na kuzimu, mwenye mamlaka ni moja tu, Yesu Kristo. Alafu na sisi binadamu tukawakilishwa na wazee. Na wale wazee wakaanguka wakasujudu. Ndio nawafundisha somo. Mungu alinionyesha wafundoke kwamba nadondoka mbele yake, kwamba kudondoka mbele ya Mungu si pepo kila wakati. Mapepo unapodondoka kwa mapepo ni vile ukielewa. Lakini Biblia isome, wengi walidondoka wakiamini. Imani yako ndio inakufanya upige magoti, ndio inakufanya msujudie Mungu, ujigelekaze chini. Ni imani. Soma Biblia utagundua hao walipojidondosha kuonyesha kwamba mamlaka yote ni ya kwako. Mimi si chochote, ninainuliwa na wewe. Mimi sina thamani bila wewe. Mimi ni tupu bila wewe. Sasa heshima zetu na kiburi vinatufanya tukae
ukae tu kama lazima uanguke mbele za Bwana. Sasa mwabuduni, msujudieni, mjigaragaze, mjidondoshe mbele za Bwana. Heshima ya Mungu ipite thamani ya gauni na suti zetu, ipite thamani ya vyeo tulivyo navyo. Ndio maana tunatakiwa tuwe kama watoto wadogo mbele za Mungu. Usiangalie thamani na heshima yako, wewe kaa mbele za Mungu kama mtoto mdogo. Mtoto mdogo huwa yuko tayari kufanya vile vitu ambavyo mama yake au mzazi. Kwa Mungu lazima sisi tuonekane tuko chini, tumesujudu Bwana, tumeanguka na moyoni. Ni lazima ni tendo la imani, ni tendo la imani kabisa, la imani. Kasome Biblia nzima, wewe unafuatilia tu maeneo kama haya, utagundua. Hili nilipitia yote nikagundua, na linanisaidia sana kuvunja kiburi changu. Kila wakati ninapoomba ninamsujudia Mungu, nasema Mungu, si kitu chochote mimi, niinue wewe. Na Mungu ananipa imani kubwa sana, sababu sitegemei mwili huu, nategemea wewe Bwana. Kwa hiyo kushuka waliposikia amina, kama ukisikia amina mambo yako yamekuwa super, amina mambo yako yameinuka, amina mambo yako yamekuwa, wewe fanya kwa ajili ya imani yako. Ukipiga magoti kanisani ni nzuri zaidi, ukipiga magoti ni sawa, ukisujudu ni sawa. Hasa ukiwa chumani kwako, hasa ukigaragara chumani kwako ni sawa. Sasa vyumba vya kupanga vina shida yake. Mungu akupatie nyumba na wewe uanze kuwa na uhuru wa kuabudu, usema amina. Ili uwe na uhuru, ujiondolee wewe thamani wewe ni ya Yesu Kristo. Na Mungu akubariki, sema amina. Hape Yesu makofi. Kwa hiyo sasa leo sigombei